Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9 inasema, ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Okay? Kwa hiyo ukiokoka unaupokea ufalme wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. You get it? Kuna mtu ananielewa? Mnanielewa wazee? Natamani nione response zenu, kwa sababu siwa, ili nijue kama tuko pamoja. Kwa hiyo kuokoka kuna maana nyingi za kuokoka. Kuokoka maana yake ni kuzaliwa mara ya pili. Lakini pia tafsiri nyingine ya kuokoka ndio nimekupa jana, kulingana na muktadha wa somo letu. Sawa eh? Kuokoka ni kuupokea ufalme wa Mungu. Mwambie jirani yako, kuokoka ni kuupokea ufalme wa Mungu na kukataa ufalme wa giza. Hivi unajua kwa nini Mungu atawahukumu watu? Unajua watu wengi wanadhani Mungu atawahukumu kwa sababu ya dhambi zao. Haiko hivyo. That is not biblical teaching. Kulingana na maandiko, Mungu atawahukumu watu kwa sababu nuru imekuja na wameikataa nuru, wamelipenda giza. It is in your Bible. Naomba tuanzie hapo leo. Sawa eh? Alafu niwapeleke mpaka pale how to use the power of God. Niekea Yohana 3:16. Yohana 3:16. Na moja ya kitu kingine ambacho mimi nitakuwa nimefanikiwa sana kwenye semina hii ni kuondoa mtazamo na ufahamu kwenye kichwa chako wa kudhani kwamba tunahitaji nguvu za Mungu kwa sababu ya kwenda kuhubiri. Umeelewa? Yaani hatuhitaji nguvu za Mungu kwa ajili ya kuhubiri peke yake. Ila hiyo ni miongoni mwa kazi ambayo nguvu za Mungu inaweza ikafanya. Umeelewa eh? Umeelewa eh? Biblia imetuambia hivi, sisi waamini tunapokea nguvu ili tuwe mashahidi, sio tuwe wahubiri. Umeelewa? Kuwa shahidi manake ni kuwa shuhuda wa kile ulichokiona Mungu anaweza kufanya au Mungu alichokifanya. Kwa hiyo manake nini? Wewe unaweza ukawa shahidi, sawa, kwenye eneo la biashara, kwamba guys, Mungu anaweza kufanikisha mtu kwenye biashara ukifata neno lake, ukifata njia zake, ukifata kanuni zake alizosema. Mungu anaweza. Umekuwa shahidi, na kwa njia hiyo utaokoa wafanyabiashara wengi. Watu wasichojua ni kitu kimoja, kwenye maeneo yetu ya kazi na biashara tunakutana na watu wengi zaidi kuliko kwenye mikutano ya Injili. Watu wengi unakutana nao kwenye eneo la kazi kuliko unakutana nao kanisani. Watu wengi unakutana nao kwenye eneo la kazi kuliko kiitisha mkutano wa Injili. Ndio maana hata nyinyi mkiendaga mission hamuishi tu kufanya crusade, mnafanyaga door to door. Kwani door to door ni nini? Mnakuwa mnaenda wapi? Si mnatomaga wengine wale masokoni, si ndio? Manake mnawafuata watu kwenye maeneo yao. Kule ndiko watu walipo. Biblia inasema hivi, enendeni ulimwenguni. Enendeni wapi? Ulimwenguni. Haijasema kaeni kanisani muusubiri ulimwengu utakuja. Imesema nyinyi tokeni, nendeni ulimwenguni. Kwenye ulimwengu sasa ndio darasani kwako. Wewe mwanafunzi, darasa ndio ulimwengu wako. Koleji yako ndio ulimwengu wako. Mchezaji mpira uwanjani, kwenye viwanja vya michezo, si ndio? Kwenye mikusanyiko ya kuangalia mipira, si ndio? Kwenye mabanda ya mipira, si ndio? Yeye ndio ulimwengu wake. Ndio maana wewe, kulingana na aina ya mtu ulivyo, saiko yako ni tofauti na mwanasiasa saiko yake. Inawezekana wewe haupo kwenye group lolote la chama. Unaelewa? Kwa sababu yani sio ulimwengu wako. Siasa sio ulimwengu wako. Inawezekana wewe hapo ulipo, sawa, haupo kwenye group lolote la wauza madini. Kwa sababu gani? Kwenye eneo la madini wewe sio ulimwengu wako. Kwa hiyo Biblia inaposema basi enende, hilo ni agizo kuu. Ni agizo kuu ambalo Bwana Yesu alitupa sisi wanafunzi wake. Alisema, nimepewa mamlaka ya mbinguni na duniani, si ndio? Basi na watuma,
enendeni ulimwenguni. Jesus was very specific. Enendeni ulimwenguni. Swali la kujiuliza, wewe ulimwengu wako ni upi? Tumeelewana? Mimi ni mhandisi, ulimwengu wangu ni kwenye viwanda, kwa sababu mimi ni mhandisi wa mitambo na viwanda. Kwa mimi ulimwengu wangu ni wahandisi wenzangu. Umeelewa mpaka hapo eh? Ulimwengu wangu mimi ni kwenye viwanda. Exposure yangu mimi ni kule. Vivyo hivyo daktari, ulimwengu wake ni masuala ya afya. Umeelewa? Hospitali yeye ndio ulimwengu wake. Kwenye mikutano ya matabibu ndio ulimwengu wake. Unanipata? Mwanasheria the same. Ulimwengu wake ni masuala ya sheria. Watu wanaosoma law school hapa, ulimwengu wao ni watu wa masuala ya sheria, si ndio? Mahakama ndio ulimwengu wao. Ni ngumu sana kunikuta mimi mhandisi kwenye mahakama, unless hata zina kesi. Umeelewa? Ila by default sina kesi. Naenda kufanya nini kwenye mahakama? Kwa hiyo ni ngumu kuniambia mimi pastor, si ndio, nikamhubirie jaji aokoke, wakati wewe unasoma law school. Jaji yupo kwenye ulimwengu wako. Kuna mtu ananielewa hapo? Kuna mtu ananielewa hapo? Agizo kuu la Bwana Yesu kulingana na Mathayo 28:19 anasema basi enendeni ulimwenguni mwote. Wewe eneo lako ni mtu wa IT, si ndio? Huo ndio ulimwengu wako kwenye information and technology. Kwa hiyo tunategemea wewe, kwa sababu ya information and technology knowledge ulionayo, utatumia artificial intelligence knowledge kuvuna watu. Umeelewa? Utatumia hiyo teknolojia ulionayo, uwezo wa teknolojia ulionao, si ndio, kuvuna watu kwenye eneo lako la teknolojia. Utatumia knowledge ulionayo kwenye masuala ya fedha, si ndio? Yawezekana kuna mtu hapa anasomea let's say anasomea architecture, sawa? Architecture inawezekana na ndoto ya kufanikiwa. Ni kweli, sawa? Lakini tofauti na mtu anayesomea finance. Finance ulimwengu wake unamruhusu kwa urahisi sana, na anapata taarifa kwa urahisi sana kwamba CRDB bwana sasa hivi wanafanya gawio la hisa, wana mkutano mkuu Arusha. Okay, kwa mimi nitaenda bwana, kwa sababu yeye ni kwenye ulimwengu wake. Kwa taarifa za kuhusu fedha, kukutana na watu wenye fursa za kifedha, yeye ni rahisi. Kwa tunategemea watoto wa Mungu ambao wapo kwenye ulimwengu wa fedha, unaelewa, wawavune waliopo kwenye ulimwengu wa fedha. Au kwa lugha nyingine, kulingana na muktadha wa somo wetu, tunategemea watu hawa watoto wa Mungu waliopo kwenye eneo la fedha, si ndio, waupeleke ufalme wa Mungu uko kwenye eneo la fedha, ili mapenzi ya Mungu yatimizwe kwenye eneo la fedha hapa duniani kama yanavyotimizwa kule mbinguni. Mwaka jana 2025 kuna kamati iliundwa maalum kabisa, if I'm not mistaken, kama ikuundwa mwaka jana basi mwaka juzi, sawa? Lakini kuna kamati iliundwa maalum kabisa ya kutengeneza dira ya taifa ya mwaka 2050. Dira ya nini wazee? Yaani umeona hapo ulipo wewe unasoma. Sasa angalia, ngoja niulize swali la kizushi. Wangapi hapo wameisoma dira ya taifa? Hata mikono mitano haifiki. Lakini tunasema sisi ni wasomi. Tunasema sisi tunamwamini Mungu atatufanikisha. Hatujui nchi yetu inaenda wapi. Na kuna watu wamekaa kwa niaba yako, wewe mlalamikaji wa social media, wameipangia nchi yako. Bwana, kwa miaka 25 kutokea sasa mpaka 2050, nguvu yote ya Tanzania tutaielekeza kwenye vitu hivi hapa. Hivi ndio vichochezi vya kutimiza dira ya taifa 2050. Lakini ni watoto wa Mungu wangapi hapa wameisoma dira ya taifa? 5 wafiki. Alafu hao ndio wasomi. Kama we msomi hujui dira ya taifa ambayo imejadiliwa mwaka jana, yaani ukiingia Google hapo ukisearch dira ya taifa unaipata, unaidownload. Lakini angalia unavyotumiaga bando lako. Sasa kama we msomi na umesoma umeokoka, hauyajui mambo ya msingi kama haya ya dira ya taifa,
Niambie mimi, mlokole ambaye yuko kijijini, niambie mimi, mlokole ambaye hajasoma. Kwa hiyo kumbe kuna jitu hapa linasoma kwa masuala ya fedha, kwa masuala ya sheria, si ndio? Kwa masuala sijui ya mazingira. Hajui Tanzania inawaza nini kuhusu hizo wizara za ujenzi, wizara ya umeme. Muulize jirani yako, wewe ulimwengu wako ni upi? Muulize tena, muulize ukiwa umemkazia uso gumegume. Mwambie wewe ulimwengu wako ni upi? Wewe ndio unachelewesha maendeleo. Wewe ndio unachelewesha mapenzi ya Mungu timia Tanzania. Wewe ndio unachelewesha Tanzania hii kuwa mpya. Wewe ndio unachelewesha watu kuokoka wewe hapo. Kwa sababu kwenye ulimwengu wako, sasa hivi nimekwambia ulimwengu wako ni darasa lako, ndio ulimwengu wako. Ulimwengu wako ni darasa lako kwa sasa hivi kama mwanafunzi. Ulimwengu wako ni watu unaoishi nao ghetto moja au mnaoishi nao hosteli moja. Ndio ulimwengu wako sasa hivi. Ulimwengu wako ni aina ya kariba ya watu uliojizungushia. Kwa mfano wanamuziki, hawa wana ulimwengu wao. Yaani hawa wana maisha yao. Hawa wana register zao kama wanamuziki. Unakumbuka register kwenye Kiswahili wana register zao. The same applied. Wana siasa na wao wana register zao. Kwa sababu ni ulimwengu wao. Ukisikiliza maneno yao, wewe ambaye hauko kwenye ulimwengu wao siasa, unaweza usielewe kabisa. Alafu Yesu akasema hivi, nendeni ulimwenguni. Nendeni kwenye ulimwengu wenu, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Hiyo ni moja ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kama mmesema mnataka mwishi kwenye uhalisia wa mapenzi ya Mungu, au mnataka mwishi katika uhalisia wa ufalme wa Mungu mwaka huu kama Yosefu mlimani, moja ya agizo la ufalme wa Mungu ni hilo. Niseme hivi, ufalme wa Mungu sawa, haujawa designed kuenea tu, ila pia umekuwa designed kuvamia. Umeelewa? Ndio maana anataka tuwafuate walipo, tuivamie mifumo yao, tuvamie kawaida zao, tuingie kwenye ulimwengu wao. Na Yesu anakuambia, mimi nakutuma wewe kama kondoo, na kujua wewe ni mwema, na kujua una roho nzuri, na kujua wewe ni mtoto wa Mungu, na kujua utendi dhambi, ila nakutuma kwa watenda dhambi, na kujua wewe ni mpole, ila nakutuma kwa watu wakali ambao hawana huruma, na kujua wewe ni mstaarabu, ila nakutuma kwa watu ambao they don't know about civilization. Ni kitu cha ajabu sana ambacho yani nakishangaa mpaka kesho. Watoto wa Mungu ambao tupo kwenye ufalme wa nuru, tunaogopa watu ambao katika ufalme wa giza. Ni kitu cha ajabu sana. Watoto wa giza wakishapewa dawa na waganga wao, wakitoka hapo anaondoka na confidence, mimi hakuna atakayenizuia. Lakini sisi watoto wa Mungu tunapokutana na watu wa giza, angalia, mpaka tuombe kwanza. Inawezekana Mungu hataki nipambane naye. Inawezekana moja kitu ambacho mimi kinanistajabisha sana ni hicho. Leo asubuhi nilipokuwa chuo nilikuwa nasikia story moja. Watu wameenda kuhubiri mahali, alafu kama mnapeleka mission. Hapa akatokea mtu akawaambia, msiendelee zaidi hapo, mkiendelea zaidi hapo mnataka kufa. Yaani nikamwambia mimi ndo nazipenda hizo show. Yaani hizo show za kutishana kwa maneno hizo mimi ndo nazipenda hizo. Lakini watoto wa Mungu akipigwa mkwara kidogo tu, yamkini Bwana sema yamkini Bwana. Watoto wa Mungu wakikosa kazi wanakwambia yamkini Bwana sio mapenzi yake. Watoto wa Mungu wakiumwa, yamkini Bwana kuna jambo ananifundisha hapa. Watoto wa Mungu wakipata matatizo, yamkini Bwana, my God, my Lord. Mapenzi ya Mungu sio guesswork. Mapenzi ya Mungu yapo kwenye neno lake. Mmeelewa mpendwa? Mmeelewa mpendwa? Ndio maana unahitaji kumjua Mungu. Ndio maana unahitaji kusoma neno ili uyajue mapenzi yake. Usiposoma neno utakuwa unayahisi mapenzi yake
kama unavyoisiki kila siku. Ukiishiwa hela, inawezekana mapenzi ya Mungu. Ukiibiwa, inawezekana mapenzi ya Mungu. Yaani ukikia kutokea kitu kibaya, kumbe kuna watu wapo wanakufanyia ujinga, wanakuchezea. Lakini inawezekana mapenzi ya Mungu, bwana nikose kazi. Inawezekana kwa jambo Mungu anataka nifundishe, ndio maana kila kazi nimeomba nimekosa. Kwa nini usipate kwanza, alafu ndio Mungu akufundishe? Mwambie jirani yako ni akili tu, mtu wangu. Tumeelewana? Yaani kwa sisi tumekaa kiuoga uoga. Yaani kila kitu sisi, most of us, vitu vibaya vyote ndio tunadhani mapenzi ya Mungu. Ila vitu vizuri vyote sio mapenzi ya Mungu. Ndio Wakristo wako hivyo. Akili za Wakristo ndio ziko hivyo. Kuwa tajiri Mkristo. Mpaka leo kanisani tuna debate. Hivi ni sawa kuwa tajiri au sio sawa? Mpaka leo kanisani tuna debate. Tuna maandiko kabisa. Biblia imesema tajiri hataingia katika ufalme wa mbinguni. Tukifundisha utajiri kanisani, tuna debate kabisa. Mtumishi wa uongo huyu anafundishaje utajiri? Fundisha watu kwenda mbinguni. My friend, wewe umeokoka lini? Kwa mfano, makamu mwenyekiti, umeokoka lini? Umeokoka lini? Umeokoka chekechea. Yaani jamaa tangu chekechea limeokoka hivi. Yaani Mungu amemfunulia neema yake tangu chekechea. Sasa I know just by approximation, tangu chekechea mpaka sasa hivi inaweza kawa interview ya miaka kama 15. Unaelewa eh? Kwa nini sasa ulipokoka chekechea usinge na mbinguni pale pale? Yaani ujamaa kaka kwenye wokovu zaidi ya miaka 10. Kwa nini ile siku alipookoka ile? Kama kuokoka tunaokoka ili twende mbinguni, si ndio? Kwa nini siku alipookoka asinge na mbinguni pale pale? Anaishi hapa anafanya nini sasa? Naongea na wewe ambao umeokoka. Kwa nini tangu ulipookoka usinge na mbinguni the same day? Paka sasa hivi upo. Manake the purpose ya sisi kuokoka ni kuingizwa katika ufalme wa Mungu ili tuulete ufalme wa Mungu hapa duniani kama kule mbinguni. Yes. Hilo ndio kusudi la kuokoka. Hatuokoki tuende mbinguni. Hatuokoki tuende mbinguni wazee. Yaani kama kwenda mbinguni, hiyo ni end product but not the reason. Umeelewa? Yaani kwenda mbinguni kwa mtoto wa Mungu aliyeokoka ni end product, not the reason. Yesu hakuja kutuokoa twende mbinguni. Yeye mwenyewe Yesu anatuombea, anasema hivi, Mungu ninawaombea hawa usiwaondoe ulimwenguni. Wewe ambaye unataka kwenda mbinguni, Mungu amekuombea usiondoke hapa. Koma hapa. Muoga sana wewe. Baki hapa ukomae. Unaelewa? Kwa hiyo lengo la kuokoka, sawa wapendwa, ni kuupokea. Tunaokoka kuokoka baki kuupokea ufalme wa Mungu. Ili iweje? Ili uestablish ufalme wa Mungu kwenye ulimwengu wako hapa duniani kama kule mbinguni. Siku moja Nebukadreza alipigwa tukio. Watu walienda wakaomba, sawa, ili mabaya yampate. I like the way alivyoweka kule mwishoni. Danieli sana anamtafsiria Nebukadreza ndoto aliyoota. Anamwambia mambo haya hayana budi kutokea ili ijulikane ya kwamba Mungu wa mbinguni, si ndio, ndiye anayetawala duniani. Na hilo ndo lengo lake Mungu. Mungu akikupa kazi wewe, lengo lake ni hili. Anataka ijulikane kwamba ni yeye Mungu anayetawala hapa duniani. Tumeelewana wapendwa? Tuko vizuri wapendwa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi sikufundishi hapa ili tu ufurahie somo, na kufundisha hapa ili upate hasira ya kwenda kuuleta ufalme wa Mungu kwenye ulimwengu wako. Mimi sijui unasoma nini wewe. Mimi sijui baada ya miaka 10 utakuwa wapi wewe. Mimi sijui unafanya biashara gani wewe, si ndio? Ila ninachojua Yesu amekwambia nenda katika ulimwengu wako. Katika ulimwengu wako nataka ikajulikane ya kwamba Mungu wa mbinguni
Yesu Kristo anatawala hapa duniani. Maana haitakiwi kuruhusiwa ijulikane kwamba ukitaka upate ubunge nenda kwa mganga. Hilo ni kosa la kanisa. Kanisa kuna mahali hatujakaa kwenye position yetu. Watoto wa Mungu kuna mahali hatujasimama kwenye nafasi yetu. Ndio maana inajulikana leo hii. Ukitaka, kwa nini watu wasiseme hivi, nataka niwe tajiri, nikimbilia kanisani? Ila mtu akitaka utajiri, anasema nitakimbilia kwa mganga ila nipe utajiri. Maana yake wewe umefeli. Umefeli kumuonyesha Mungu kwenye utajiri. Ndio maana watu hawamuoni. Kwa nini watu isipige hatua kusema mimi nataka niwe kiongozi wa chuo? Anakuja hapa UCCF. Guys, niekeni mikono. Naenda kugombea mwezi wa 6. Naenda kugombea. Mmeanza uchaguzi au bado? Bado, si ndio? But very soon, si ndio? Nafikiri very soon mtavunja bunge na nini, si ndio? Sasa kuna Mkristo yuko hapa anakiombea chuo. Hajui hata bunge linavunjwa lini na chuo chake. Sasa anaombeaga nini? I don't understand. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani sehemu pekee ambayo shetani amewaweza watu wa Mungu ni pale ambapo alipowatenga na mambo ya dunia. Kwa sababu gani? Watoto wa Mungu wanajionaga wanaishi mbinguni. Wewe mzee uko bongo. Uko bongo hii. Kuokoka is not an escape to heaven. Kuokoka manake yani kuokoka unaokolewa na dunia hii mbovu iliyopo sasa. Yesu ndo amesema hivyo. Paulo ndo amesema hivyo. Wagalatia 1:3. Neema ya Mungu na neema na amani zitokazo kwa Mungu. Wagalatia 1:3. Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye aliitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa. Kwa hiyo unaokoka wewe, sawa mtu wa Mungu? Unaokoka wewe, sio uende mbinguni. Kuokoka manake unaokolewa na dunia hii mbovu iliyopo sasa. Yaani ubovu wa dunia hii usiharibu maisha yako, ndio maana ya wokovu. Maana kwenye dunia hii kuna magonjwa. Kuokoka maana yake nini? Yesu amekuokoa kwenye dunia hii mbovu ili magonjwa ya dunia hii yasiharibu afya yako. Kwenye dunia hii kuna umaskini. Ndio anasema natoki. Kwa Yesu amekuokoa ili iweje? Ili akutoe kwenye ubovu wa umaskini wa dunia hii iliyopo sasa. Kwa hiyo unaishi kwenye dunia hii ambao kuna umaskini, lakini wewe sio maskini. Kwa nini? Yesu ameniokoa. Unaishi kwenye dunia hii yenye magonjwa, lakini wewe huna ugonjwa. Kwa nini? Yesu ameniokoa. Unaishi kwenye dunia hii ambayo watu wanazuiliwa na uchawi na ushirikina na laana, lakini wewe usuiliwi. Kwa nini? Yesu ameniokoa. Hiyo ndio tafsiri sahihi ya wokovu. Usikimbie majukumu bro. My sister, usikimbie majukumu. Usikimbie majukumu. Kuokoka kwako haukuondoi duniani. Kinaumana hapa duniani. Hapa. Yaani hizi reality of the kingdom hatuwezi kuziona kama nyinyi kila siku wa Kristo mnafundishwa azifu nyinyi mna dunia yenu, azifu nyinyi mna sayari yenu. No. Yaani kama tuna dunia yetu katikati ya dunia hii. Kama tuna ulimwengu wetu lakini katikati ya dunia hii. Sio nje ya dunia hii. Tumeelewana wapendwa? Muulize jina lako, unamuelewa mtumishi? Backbenchers mnaelewa wazee? Tuko pamoja? Huko je, tuko pamoja? Yes. Yaani kama kuokoka mnaamini kwamba ni kuondoka duniani, si ndio? Kuokoka ni kukaa kwenye dunia hii lakini unakuwa umetengwa na dunia hii. Ndio maana Yesu anatuambia hivi kwenye Yohana 15:18. Anasema hivi, nimewaambia nyinyi sio ulimwengu huu. So we are in this world but we are not of this world. Somo la leo ni la msingi sana. Yaani moja ya siku ambayo ni ya msingi sana ni leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ili nikufikishe vizuri kwenye kutumia nguvu, you must have this understanding. Kama mimi yani ukiokoka bado unabaki Kimara mzee. Ukiokoka bado unakaa Ubungo Magufuli. Ukiokoka bado unakaa Mbagala. Umeelewa?
Yaani hautoki huko hapa bongo hii. Lakini umetengwa na wabongo. Umetengwa na mambo ya watu wa bongo. Umeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo wewe upo UDSM. Yawezekana UDSM hii. Okay, nende specific kwenye kozi yako. Yawezekana kwenye kozi yenu. Sawa? Kuna mwalimu anakamataga watu. Nichukue mfano huo, si ndio? Yaani anasifika. Madam Asha. Madam Asha uchomoi lazima akushike. Lazima akushike. Sasa kuokoka ni nini? Kuokoka sio kuacha kozi unayoisoma. Kuokoka sio kupostpone mwaka wa masomo kwa sababu eti Madam Asha anafundisha hiyo kozi. Kusema kwa kuwa mwaka huu anafundisha hii kozi Madam Asha, basi mimi na postpone mwenzenu. Mimi nasubiria mwakani. Inawezekana mwakani watamweka saa pita ndio atafundisha hiyo kozi. Hata ukifika tena mwakani ukimkuta Madam Asha, kama bado Madam Asha, mimi na postpone. Kwa hiyo watoto wengi wa Mungu wanadhani kuokoka ni kama hivyo. Kuokoka haikuondoi kwenye college uliopo. Kuokoka haikuondoi kwenye kozi uliopo. Kuokoka kuna kufanya uwe kwenye ile kozi unayosoma na lecturer ni yule anayekamata watu, lakini wewe kuna mpango wa Mungu wa uokoaji ambao unakuwa umejiregister. Kwa yule Madam Asha akiwa anakamata watu, wewe uweze kukamata. Kwa sababu gani? Mungu tayari ameshakuokoa. Mungu tayari ameshakutoa. Yule Madam Asha kama amezoea kuwashika watu, kila akijaribu kukushika wewe anakosa mahali pa kukushika, anajikuta anateleza. Kama wale watu ambao walikuwa kila akijaribu kuishika safina ili waingie, Biblia inasema walipokuwa wakishika safina walikuwa wanateleza kwa sababu ilikuwa imepakwa na material nyingine. Kwa ina maana ukiokoka kuna material ndani yako Mungu anakuwa anakuingizia, ambayo magonjwa yakitaka kukushika yanajikuta yanateleza. Uchawi ukitaka kukushika unajikuta unateleza. Umaskini ukitaka kukushika unajikuta unateleza. Hatari na ajali za bahati mbaya zikitaka kukushike zinajikuta zinateleza. Yaani you are almost about to die. Ila unashangaa mjinga ameponaje pale? Ilikuwa bado kidogo tu kamato sapu. Ila unashangaa mjinga ametokaje pale? Ilikuwa bado kidogo tu kosa ile kazi. Ila unashangaa mjinga amepataje pale? Hiyo ndio tafsiri ya kuokoka. Hebu mchapie Bwana Yesu makofi mengi zaidi ya hayo. Yes. Kwa sababu sisi tumekuwa tukizani kwamba kuokoka ni kujiondoa kabisa. Kumbuka mfano siku zote. Sawa? Kuokoka ni sawa na kuwa kwenye, ni sawa uwe unasoma kozi fulani. Si ndio? Alafu awepo mwalimu ambaye anakamata watu. Hiyo inamaanisha nini? Kuokoka hupo kwenye dunia hii. Alafu yupo shetani anayekamata maisha ya watu, anayeiua maisha ya watu. Biblia inasema hivi, mwivi haji ila achinje, aibe na kuharibu. Mission ya shetani kwenye maisha yako sio kukupetipeti. Shetani akikushika kwenye dhambi, akushiki ili uenjoy mzee. Lengo lake ni kukuua. After some time utashangaa umekufa. Shetani akikushika kwenye umaskini, lengo lake sio kupetipeti. Yaani lengo la shetani, in case you don't know, sio uwe maskini. Lengo la shetani sio uwe mwenye dhambi. Lengo la shetani sio uwe mgonjwa. Lengo la shetani ni kukuchinja, ni kukuharibu, ni kukuua. Ndio maana unataka kucheka naye. Ndio maana inabidi uokoke. Umeelewa? Yaani wengi wanadhani shetani lengo lake ni kumfanya wewe mwenye dhambi. Hapana. Hapana. Huo ni mtego wake. Mtego wake mwingine unajua nini? Umaskini. Wewe unakebei utajiri. Ila mtego mwingine wa pili wa shetani ambao anawashika watu wengi sana ni umaskini. Umeelewa? Ni nini? Ukiwa maskini, my friend, ni ngumu sana kuwa mwaminifu. In case you don't know. Ukiwa maskini ni ngumu sana kuaminika. Ukiwa maskini. Ukiwa maskini hausikilizwi, hata ukihubiri neno hausikilizwi. Kwani Biblia inasemaje? Hekima ya maskini haisikilizwi. Hekima ya maskini. Yaani hata kama maskini hawa anatoa cheche, anatoa hekima, anatoa nondo, bila hekima yake haisikilizwi mzee. Injili inaenezwa na fedha. Mwambie jirani yako vizuri, injili inaenezwa na fedha. Na fedha
ni nguvu. Mwambie na fedha ni nguvu. Sikiliza, tukizungumza kwa habari ya nguvu za Mungu, hatuzungumzi kwa habari ya pepo kutoka au habari ya watu kudondoka. Nguvu za Mungu, nguvu za Mungu. Utajiri ni nguvu ya Mungu, au niseme hivi, fedha ni nguvu za Mungu. Kuna nguvu ya uchumi, nguvu ya Mungu ya uchumi. Sawa? Kulingana Kumbukumbu 8:18, nitawapa nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo kuna nguvu ya nini inaitwa ya kupata utajiri. Mwambie jirani, kuna nguvu ya kupata utajiri. Kwa hiyo ukisikia neno nguvu za Mungu, sio kila wakati unawaza nguvu za kuponya tu wagonjwa. Haya, niulize mfano. Nani mgonjwa hapa muda huu? Anyoshe mkono. Anaisikia ugonjwa mahali popote. Anyoshe mkono. Hamna mgonjwa hata mmoja. Kwa hiyo just imagine, assume mimi nimemwomba Mungu, Baba nipe upako wa uponyaji. Naenda leo kwenye semina, nipe upako wa uponyaji katika jina la Yesu. Nipe upako wa uponyaji. Hamna mgonjwa hata mmoja. Haya, niulize swali lingine. Nani hapa anataka utajiri? Anyoshe mkono juu. Usione aibu. Usione aibu kunyosha kwa kuwa tajiri. Acha unafiki wewe. Nani anataka kuwa tajiri? Nyosha mkono juu hivi. Sio dhambi. Angalia. Yaani my. Hii ndo mentality ambayo Shetani amewekea watoto wa Mungu. Waona utajiri ni kitu cha najisi. Waona utajiri ni kitu kibaya. Waona utajiri kama dhambi, ikorakatalia kabia. Yaani Shetani amewaweza watoto wa Mungu. Amewaweza. Yaani mtu kama na wote basi anajiona akiambiwa anataka kuwa tajiri, unajua anakwenda kuja kichwani kupenda fedha. Ni shina ya mabaya yote. Ndio akili yake. Yaani Mkristo atatumia maandiko kujitetea kwenye ujinga wake. Kama umjui Mkristo. Kwa mwingine, nani anataka kuwa tajiri? Mwingine, kwa tajiri bwana, hapana bwana, hapana. Na hapa anadaiwa. Anadaiwa hadi songesha huyo. Lakini hataki kuwa tajiri. Kwa sababu ameaminishwa kwenye akili yake kuna uhusiano kati ya umaskini na utakatifu. Yaani kwenye akili yake anaamini ukiwa maskini wewe ni mtakatifu. Ukiwa maskini wewe ni mtakatifu. Kwani walalamikaji ni nani? Ni matajiri maskini. Walalamikaji wote ni maskini. Hakuna tajiri anayelalamika. Hayupo tajiri anayelalamika. Ukitaka upunguze malalamiko, kama umeoa au utaoa, as a man, give money. Hakuna mwanamke analalamika akipewa hela. Hayupo. Yaani akilalamika baada ya kuwa na hela, huyo ana matatizo yake binafsi. Lakini malalamiko mengi ya wanawake kwenye mahusiano na ndoa ni hela. Hamna kingine chochote. Ni hela basi. Yaani akishapata hela kimya. Wanawake yaani ndugu zangu, mimi sizungumzi wanawake wa nje, unajua. Mimi nazungumza hao walokole wenzenu hawa. Kwani nyinyi mnapanga kuoa wanawake wanaabudu miungu mingine wazee? Wanaume tunaongea. Nyinyi mnapanga kuoa wanawake wanaabudu miungu mingine? Ndio hawa. Lazima niwaambie ukweli ndugu zangu. Yaani hawa kaka mnaona wataoa nyinyi. Hawaendi mbali. Lazima niwafundishe mapema kama kaka hao. Lazima niwafundishe mapema. Yaani pamoja na uokole wake wote alionao na kunena kwa lugha anaponena, unaelewa? Na mifungo anayofunga, lakini huwezi amini, stress yake kubwa ni hela. Ukimpa tu hela atakupenda ovyo ovyo. Hawezi kukataa hawa. Hawezi. Kama kuna mtu ana ujasiri ukataa Jose mkono. Hawezi. Mbona ameshusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili inaenezwa na utajiri. Zekaria 1:17. Biblia inasemaje? My cities through prosperity shall be spread abroad. Miji yangu kwa kufanikiwa. Bondo mission. How they can be saved without hela? Laki moja lazima mtoe.
Sasa hapa ni moja. Nani anataka kuwa tajiri? Mtu anakaa hivi. Na 100,000 ya mission yana. Glory to Jesus. Hallelujah. Hivi niendelee wapi sasa? Maana nimeona nimezungumza vitu vingi sana. Ila mnanielewa ndugu zangu eh? Mnanielewa vizuri eh? Hivi leo umeelewa nini kwa? Unajua nyie mshakuwa ndugu zangu, lazima tuongee. Leo umeelewa nini kwani? Mwingine ametoka na utajiri. Sasa hapa nazongwa na njia mbili. Niende kwenye ile Yohana. Sawa. Glory to Jesus. Hallelujah. Leo nimezungumza sana nafasi ya kuokoka na umuhimu wa kuokoka. Unaelewa eh? Nimezungumza sana kuhusu umuhimu wa nini? Wa kuokoka. Okay? Kwa kuokoka nikakwambia ni sawa huo unasoma kwenye kozi fulani. Alafu kwenye hiyo kozi unaosoma miongoni mwa moduli kuna moduli moja huyo inakuwaga na madam au teacher mmoja huyo ambaye yeye amezoea kukamataga wanafunzi. Unaelewa eh? Sasa kuokoka ni nini? Kuokoka sio kupostpone masomo. Kuokoka sio kuandika barua ya kwenda chuo kwa jamani naomba nibadilishe kozi kwa sababu ya mwalimu huyu naomba niame. Kuokoka sio kumuomba Mungu naomba tuondoe ulimwenguni. No. Yesu alishatuombea. Akasema usiwatoe hawa ulimwenguni hapa. Kwa sababu nawajua hawa. Hivyo siku ataomba watoe. Yesu anatujua kuliko tunavyojijua. Yesu anajua. Yaani ipo siku hawa watu sipokuwa nao makini hapa. Wanapenda sana kujiamulia mambo. Walokole hawa. Walokole wanapenda sana kujiamulia mambo. Ipo siku wanaweza toa kaamka wakaitisha mkesha. Leo tunaomba Bwana atuondoe hapa ulimwenguni. Tumechoka tabu za ulimwengu huu. Mafuta yamepanda, gharama za maisha zimepanda. Sasa Mungu naomba tuondoe. Kwa sababu nawajua wanapenda kujiamulia mambo hao. Baba nawaombea kabla hawajakutangulia kukuomba. Usiwaondoe ulimwenguni hao. Ila nini? Uwaokoe na ule muovu. Uwaokoe na nani? Na ule muovu. Kwa hiyo wokovu sio kuacha kozi unaosoma kwa sababu eti ya mwalimu anayekamata watu. Wokovu ni nini? Katika kozi unayosoma Mungu anakuokoa na yule muovu, yule mwalimu muovu anayekamataga watu bila sababu za msingi. Glory to Jesus. Na nikakupa mfano nikakwambia hivi, kama safina ya Nuhu ilipotengenezwa, wakati wa Nuhu anawaambia jamani tujenge safina, Mwanzo 6 hiyo sasa. Jamani tujenge safina, Mungu anamba vipimo, anamba dimension, engineers zangu hapa nadhani wanafahamu. Ukiangalia kwenye ile story ya Nuhu pale, utaona Mungu anaanza kumpa dimension pale. Bwana, urefu utakuwa mikono 300, hiyo nini wewe na dari 3. Kopa unamwona Nuhu anaanza kuchora line, anaweka hivi, anaweka engo 90 pale, nini, anatengeneza dude linatokea. Alikuwa anatumia solid card. Hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Nuhu alikuwa ana design safina. Kila mtu alikuwa anamkebei. Na Mungu alikuwa anatoa materials. Sawa? Maengineer wanafahamu. Ukishamaliza kudesign, ukishamaliza kuchora, kuna katebo pembeni lazima ukae kaitwa bill of quantity au bill of material. BOQ kwa wale ambao ni wajenzi, ma civil engineer au ma architect, ila kwa sisi ma engineer kama mechanical engineer tunakuwa tunaitwa bill of material. Kwa kwenye bill of material ya Nuhu, sawa? Kulikuwa kuna material moja inaitwa lami. Hiyo material ya lami ndio ilipakwa nje ya safina. Kwa sababu mzigo ulipoanza kushuka, watu wakaanza kupiga mbizi bwana. Kwa sababu ule mzigo ulikuwa unatoka juu, ulikuwa unatoka chini. Shehe kuiona hiyo mvua mzee. Yaani mvua inatoka juu, mvua inatoka chini. Kwa ngoba kulifloat mapema. Watu wanapiga mbizi. Sasa watu wanapiga mbizi kuelekea nini? Ile safina. Ila kila wakiishika wanateleza. Kila wakiishika wanateleza. Glory to Jesus. The same applied. Safina ilikuwa ni typology. Ilikuwa ni picha ya wokovu ambao tutawapokea watoto wa Mungu. Manake wokovu unakufanya utengenezwe na remember the Bible says mtu akiwa ndani ya Kristo, kuwa ndani ya Kristo na kuwa ndani ya safina.
Kwa hiyo mtu akiwa ndani ya Kristo amefanyika kuwa kiumbe kipya. Ukishakuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo, kila wakijaribu kukushika na uchawi wanateleza. Kila wakijaribu kukushika na kufeli wanateleza. Kila wakijaribu kukushika na magonjwa wanateleza. Kwa hiyo kila aliyeokoka amekuwa warped na material ambazo magonjwa hayawezi kumshika, umaskini hauwezi kumshika, matatizo ya dunia hii hayawezi kumshika. Hata kama atakuwa kwenye gari ambalo limeandikiwa lipate ajali litolewe kafara, watakufa wote, lakini mtoto wa Mungu hatakufa. Kwa sababu gani? Uhai wake umefichwa katika furushi la uhai wa Mungu. Haleluya! You must know these things in order for you to be bold as a child of God. Do you understand? Do you understand? Do you understand? Yaani uwezi amini ukiokoka. Kama hujaokoka leo nakupa fursa ya kumpokea Yesu. Inawezekana tu unaokoka tu ile uoga. Unaokoka unaogopa moto. Mimi nimeongea habari ya moto hapa? Eti nimeongea habari ya moto hapa? Kuokoka sio habari ya moto wa milele kwanza. Kuokoka ni kuokolewa na dunia hii mbovu iliyopo sasa. Kwa hiyo unatakiwa ufanye maamuzi ya kuokoka ili ubovu wa dunia hii usiharibu maisha yako. Inawezekana leo hujaolewa. Inawezekana leo hujaoa. Lakini kuna ubovu wa dunia hii upo na wapata wenye ndoa wote. Kwa hiyo inawezekana sasa maisha yako kwa sababu hujaokoka unaona yanaenda fresh tu. Unafaulu, maisha yanaenda vizuri tu. Ila kumbe ubovu wa dunia hii unakusubiria ufike kwenye ndoa. Ukifika kwenye ndoa, dada yangu umejipanga kutoa mahaba kwenye ndoa, ndipo ambapo kansa ya titi na kupiga. Kwa sababu gani? Ni ubovu wa dunia hii. Kansa ni ubovu wa dunia hii. Watu wa dunia hii wako kwenye riski ya kupata kansa, isipokuwa watoto wa Mungu. Kwa sababu watoto wa Mungu sisi tupo duniani lakini sio wa duniani. Kwa hiyo Mungu ametuokoa sio tuondoke duniani. Mungu ametuokoa ili atulinde na ule muovu tukiwa hapa duniani. Ndio maana shetani ana hasira sana sisi. Sasa kuna kitu kizuri sana kesho iko nataka nikawapige. Leo kwa sababu nimepiga kwanza utakokoka. Kesho kabla sijapiga leo nataka nipige kuhusu how to use the power. Ili ni link somo langu la siku ya kwanza na siku ya pili. Lakini kesho nataka niwafundishe kitu kimoja ambacho kiko kwenye Biblia kinasema hivi: ufalme wa mbinguni haupo katika kula na kunywa tu, bali katika amani, haki na furaha katika Roho Mtakatifu. Mwanangu, hiyo ni game changer. Hiyo, yaani hivyo vitu vitatu hivyo na kuelezea kesho hivyo. Amani, furaha, amani, haki. Hapo kwenye haki hapo utasikia raha. Yaani ukishaijua haki, hiyo haki uijui, ndio ile ambayo inasema kwenye Mathayo 6:33, utafuteni kwanza ufalme wangu na haki yangu. Wengi mnaishia kusema tafuteni kwanza ufalme wake na mengine yote anazidishiwa. Acha uongo. Biblia haijasema tafuteni kwanza ufalme wangu na mengine mnazidishiwa. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wangu na haki yake. Sasa Wakristo wengi hamuijui haki yake ni ipi. Huwezi kuzungumza habari za ufalme wa Mungu bila kuzungumza kwa habari ya haki. Ukijua haki, oya, hakuna atakaye kutisha hapa. Ukijua haki, Biblia inasema hivi: ni nani atakayehukumu wateule wa Mungu ikiwa Mungu amewahesabia haki? Hivi hayo maandiko yenyewe mnayajua nyinyi? Hayo maandiko yenyewe mnayajua? Iko kwenye Biblia yako hiyo. Hiyo ni Warumi mdogo wangu. Warumi 8:33 sijui 32. Inasema ni nani atakayehesabia haki? Ni nani atakayehukumu wateule wa Mungu ikiwa Mungu amewahesabia haki? Ukijua haki mwanangu wewe, kama mtoto wa Mungu, utatamba sana hapa mjini. Warumi ngapi hiyo? 8 ngapi? Sasa. Ni nani atakayehukumu? Nani atakayenihukumu mimi kwenye umaskini ikiwa Mungu amenihesabia haki ya kuwa tajiri? Nani atakayenihukumu mimi nisimalize chuo ikiwa Mungu amenihesabia nifaulu? Nani atakayenihukumu mimi nisipate kazi baada ya chuo ikiwa Mungu amenihesabia mimi nikaenenda ulimwenguni kote nikawafanya mataifa kwa wanafunzi? Nani atakayenihukumu mimi niwe mdogo wakati Mungu amenihesabia mimi niwe mtu mkubwa? Hiyo kesho hiyo. Kesho usikose mzee. Umeelewa? Kesho usikose. Yaani kesho tutaichambua hiyo haki hiyo. Yaani wewe ndo utasikia raha, sio mimi, wewe.
Unasema si mnasema mkiwa kwenye mahusiano si mnasemaga natamani ningekujua mapema. Yaani unajua kuna mtu bwana akishafika hatua fulani kwenye mahusiano anaanza kumwambia mtu wake, yaani unajua natamani ningekujua mapema. Sasa hiyo mapema yenyewe sasa ungemuona. Sasa ndio hii. Yaani kesho nikuelezea habari za haki. Unasema hivi kwa nini mimi sikuokoka mapema? Hivi kwa nini mimi nakataa kuokoka? Yaani wewe ndio utakuwa unaenda kumwambia rafiki yako, hivi kwa nini hujaokoka? Unasubiri nini hadi sasa hivi kwa nini hujaokoka? Glory to Jesus. Hallelujah. Sawa watu wa Mungu. Kuokoka ni kuokolewa kwenye dunia hii mbovu iliyopo sasa. Kama kuokoka ni kwenda mbinguni, is just the end product. Ila sio sababu ya kuokoka. Kwa hiyo leo ninapokupa nafasi ya wewe kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Sawa? Kuna vitu kwenye dunia hii. Kuna watu wanaitwa wafalme, kuna watu wanaitwa wakuu wa anga wa dunia hii. Au wanaweza kuzuia hadi maombi yako nayoomba kwa Mungu. Au wakuu wa anga wanaweza wakazuia wateja wasije kwenye biashara yako. Kuna watu wanaitwa majeshi ya mapepo wabaya. Au usipookoka mzee, hawana huruma. Wanaweza wakakaa ndani ya mtu mmoja hata mapepo milioni. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia inasema hivi, jina lako nani? Twende legioni, kwa maana tu wengi. Yaani mapepo zaidi ya 2000 yamekaa ndani ya mtu. Just imagine. Kuna mapepo zaidi ya 2000 yako kuhakikisha ufanikiwi kimaisha. Mapepo zaidi ya 2000 yapo kuhakikisha watoto unawazaa wanakuwa mashoga, wanakuwa wasagaji, wanakuwa hawana maana. Mapepo yamekaa. Anauliza swali kwenye kitabu cha Waebrania 2 mstari wa 3. Sisi je, baada ya kuambiwa hayo yote yaliyopo huku duniani, Yesu anasemaje? Ulimwenguni mnayo dhiki. Huku ulimwenguni dhiki ni kawaida yake. Umaskini ni kawaida yake. I tell you the truth. Huku ulimwenguni struggle ni kawaida yake. Kukopa, kudaiwa ni kawaida yake. Lakini anasema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo kama na wewe unataka ushinde ulimwengu, ambao ulimwengu huku dhambi ni kawaida. Huwezi kuishinda dhambi ukiwa kwenye ulimwengu. Huwezi kuishinda dhambi ukiwa nje ya Kristo. Hauiachi dhambi kwanza ndio unaokoka. Unakuja kwa ndani ya Kristo kwanza. Huku ndani ya Kristo ndio unapata nguvu ya kuishinda dhambi. Warumi 6:14 anasema hivi, dhambi haitawatawala ninyi, kwa kuwa mko chini ya sheria, bali mko chini ya neema. Ni ndani ya Kristo ndo kuna neema. Kwa hiyo lazima uipokee neema ili dhambi isikutawale. Umeelewa mtu wa Mungu? Umeelewa mtu wa Mungu? Huku duniani nje ya Kristo huku, watu hawana uhakika na maisha, wanakufa kesho tu. Washangalia umekaa naye mzima, kesho amekufa. Hadi yule fulani amekufa. Wewe mwenyewe si shahidi. Vijana wangapi wanaondoka? Wengi wanaokufa. Wengi, sijasema wote, ila wengi wao hawajaokoka. Na kama wameokoka walikuwa hawajui. Kwa sababu sio kila kifo ni mapenzi ya Mungu, kwa taarifa yako. Kwa sababu wengi tumezani vitu vibaya vyote ni mapenzi ya Mungu. Hadi kifo, inakana mapenzi ya Mungu. Vingine misukule ndio wamechukuliwa. Vingine umetolewa kafara. Ila wewe kwa sababu kila kitu unadhani mapenzi ya Mungu, ndio mapenzi ya Mungu. No. Huku ndani ya Kristo huku ndio ndani ya safina. Sawa? The flood inayoangamiza wengine kule nje haita kuangamiza wewe. You become excluded from the wrath of God. Unakuwa excluded from the destruction of this world. Kwa hiyo change the mind. Change the mind, my friend. Atuokoke tuende mbinguni. Na kama ulikuwa unahubiriaga watu hivyo, kuanzia leo badilika. Kwanza okoka, alafu badilika. Usiwaambie watu okokeni mwende mbinguni. No. Anaokoka afu nawaambiaje? Namna gani atakaweza kuishi bila kukopa? Kwa sababu huku ndani ya Kristo sisi hatukopi, ila tunakopesha mataifa. Ni baraka yetu ndani ya Kristo. Ikiwa wewe uko ndani ya Kristo na bado unakopa, sio kwamba aliyosema Kristo ni uongo. No. Ila wewe ulikopa hujui. Ndio maana niko hapa wiki hii.
ili wasiokoka waokoke, na wewe ambaye uko ndani ya Kristo kwa muda mrefu, si ndio, uweze kuishi uhalisia wa ufalme wa Mungu kama Mungu alivyokusudia. Glory to Jesus. Simama kwa miguu yako. Natamani tumwabudu Mungu kwa ufupi sana, alafu willingly. Inawezekana wewe kuokoka ulikuwa una escape tu. Wengine mlikuwa mnaokoka hadi mara 10, mmeokoka mara 30. Unajua kwa nini? Mimi si walaumu, kwa sababu amkupataga the truth. Amkuipataga kweli. Kwa ndo maana leo unaokoka, afu kesho akija mtumishi mwingine hapa anahubiri, afu najiona tena hujaokoka. Kwa ngoja niokoke tena. Anakuja tena mtumishi mwingine anahubiri, naona mimi sijaokoka, ngoja niokoke tena. Wewe shida yako ulikuwa hujaipata kweli. Biblia inasema hivi, mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka nini? Na Biblia tena inasema hivi, mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Umeelewa? Sasa leo hii umeipata kweli, umeijua kweli. Inawezekana uliokoka kwa sababu tu ulikuwa unaogopa moto wa milele, na kwa sababu hiyo wengine pamoja na kuogopa moto wa milele, bado kwa sababu umefanya dhambi leo na hujafa, unatubu tu, kwa sababu unajua bwana, si moto wa milele bado, ngoja nitubu. Kesho tena unafanya tena dhambi, ngoja nitubu. Au uko kwenye umaskini bado unakutesa na hujui namna ya kutoka, kwa sababu akili yako yote nadhani kuokoka ni kuokoka na moto wa milele. No, tunaokoka ili tuokolewe kulingana na Galatia 1:3-4 na dunia hii mbovu iliyopo sasa. Kwa hiyo unampokea Yesu ili akusaidie kunavigate kwenye maisha haya ya sasa. Kuokoka ni kuupokea ufalme wa Mungu. Hauwezi kuona realities of the kingdom bila kuupokea hiyo kingdom yenyewe. You have to receive the kingdom first so that you can see the realities of the kingdom. How to receive the kingdom is to receive Jesus Christ. Kwa sababu kingdom should be in your heart. Yesu anasema, msiutafute ufalme wa Mungu huku na huko. Ufalme wa Mungu unakaa ndani yenu. Unakaa ndani yenu. Kwa kila aliyempokea Yesu, ufalme unakaa ndani yake. Ndio maana Biblia ikakuita ukiokoka wewe ni mfalme. Glory to Jesus. Hallelujah.